Achana na wale waliovaa sare sije vijola sije Ramadhani hii inaisha. Kanzu. Watakula kanzu sare. Dakika 45 tuliangalia. Kipindi cha kwanza kimeisha sare na kipindi cha pili pia kimeisha dakika 6 za nyongeza umeongezwa. Haujaweza hata kugongesha mwamba. Shida ilikuwa ni nini bro? Kaka, TRA ina wachezaji. Alafu moja kati ya wachezaji ambao wamewapata wazuri zaidi TRA. Majeruhi wengi na mechi za karibu. Hivi umeona Chamua anachokifanya? Kwa hiyo inaleta kidogo shida. Kaka, madhaifu yao na matatizo yao hawa wanajikazaga sana wanapotoka kwenye maumivu. Lakini baadaye, sasa hivi sanasema viongozi wote wanataka ubingwa, lakini utasikia baadaye hiyo Mangungu Yanga. Game za mwanzo tulikuwa na package ambayo ilikuwa jitoshelezi, lakini tumefanya marekebisho ya usajili. Angalia vichwa. Anicent Aura, anaangalia Libasa Gay, mtu baya sana. Muangalie pale Lowemba. Hakuna. Hakuna. Lakini msimu huu sio kutimiza. Msimu huu Simba tunataka kikombe. Mangungu Yanga. Mimi nawajua vizuri. Ni wa milele, sema wa milele. Mimi sasa hivi sitaki kuingilia kuzungumzia. Wacheze game zao. Sijui unanielewa eh? Alafu nitapili ninachowapa. Mimi nampa mwaliko kila game unayocheza mimi, aje angalie football. Baada ya dakika 90 na leo tuko katika klabu moja hivi kalikali hivi maeneo hapa ya Sinza. Tuko na mashabiki wetu, tumeangalia wote game imeisha ya Yanga pamoja na TRA na tunapiga story na washikaji zetu. Hapa tuko na mwana Yanga na mwana Simba, watatuambia vitu vingi sana vinavyoendelea katika mchezo uliopita leo. Bwana vipi bro? Poa. Fresh? Fresh kabisa. Wewe shabiki wa timu gani? Unaona jezi. Wewe kama umevaa Yanga afu kwa mnafiki. Siwezi kuwa mnafiki bwana. Mbona vibe hauna? Na uhakika. Dakika 45 tuliangalia. Kipindi cha kwanza kimeisha sare na kipindi cha pili pia kimeisha dakika 6 za nyongeza umeongezwa. Haujaweza hata kugongesha mwamba. Shida ilikuwa ni nini bro? Kwanza nadhani umeshindwa kuangalia mchezo vizuri. Mwamba tumegongesha. Mwamba umegongesha kweli? Okelo. Okelo aligongesha mwamba? Ila kupata goli. Sipata goli. Kwa nini ni mechi ya 3 una sare bro? Shida ni nini? Ni matokeo pia. Naona mali tumepata pointi 3. Naona na maisha mengine yanaendelea. Bwana mwana Simba, hebu tuambie mwana Simba uangalia game mpaka mwisho. Imekuwaje tena mbona kama 90 zile zikaongezwa 6 tena alafu tena maajabu hakuna. Nini shida? Kwanza kabla hizo 90 mimi nilishaanza kunyanyua makwapa before. Kivipi sasa kitu kizuri pia nilikwambia kaka kwamba 45 zimeenda lakini tuna wasiwasi. Isije ikawa pointi moja ikabaki na TFF, pointi moja aliyosafiri kwa mbali mrefu akaondoka nayo na wale waliokuepo nyumbani wakabaki na pointi. Hakika nilichokiongea sio dakika nyingi, nimetoka kuzungumza sio dakika nyingi, kimetokea. Kaka, TRA ina wachezaji. Alafu moja kati ya wachezaji ambao wamewapata wazuri zaidi TRA. Sasa hivi ana safe defense kali sana. Hivi umeona Chamua anachokifanya? Chamua Kalabwa. Washambuliaji wote leo wamezisoma namba, wamesoma jina la Chamua Kalabwa. Sijui unamuelewa kaka? Bwana umemsikia wewe? Mimi nimemsikia. Hayo maneno ya mkosaji. Sasa mkosaji wakati wewe ndio umekosa leo. Kukosa kupo, hili ni ligi. Maana umekuwa mnyonge? Siwezi kuwa mnyonge. Lakini wewe timu yako kubwa unakosaje ushindi kwenye ligi kuu? Wakati tayari ushapanga mipango kila kona. Hakuna timu yoyote kudraw kushinda ni matokeo. Leo naamini hiyo. Naamini. Usina timu kubwa wewe? Hakuna. Hakuna. Ila naamini mwisho wa siku tanyanyua. Shida nini wakati mastaa watu wamecheza tuna Pacome Zozoa pale, kuna watu kibao, kuna yule Musa Balakonte sijamuona pale. Kwa wapi? Mechi majeruhi. Majeruhi wengi na mechi za karibu. Kwa hiyo inaleta kidogo shida. Mechi za karibu? Mechi za lini? Umeona Simba kapumzika muda gani? Mimi baada ya siku 2 siku 3 tunacheza game. Bwana analalamika majeruhi. Kaka, mimi nakuonyesha kitu kizuri sana. Sawa? Sisi milio tuishaizoea kwa watu. Na siku zote furaha ikianza kupotea kwa watu pale kwenye viula pale madimbwini pale. Uwaga hawawezi cha kufanya chochote hakuna. Sijui unaelewa Sare ya kwanza sisi ndo tumewafungulia. Yaani tumepiga kijini upepo. Bwana sikilizeni, mtanyooka. Yaani mtapoelekea kote mnapoenda mtakota moja. Hamwezi kupokea 3. Wao wapiga juju. Brother, toka wamecheza dabi, wachezaji hawana hali. Toka wamecheza dabi, wachezaji hawana hali. Kivipi sasa? Yaani namaanisha kwamba angalia wachezaji wanacheza, unaona kabisa huyu mchezaji leo hajala. Huyu mchezaji mfungo umekubali. Sikiliza, kile kichaka walichokuwa wanajifichia sasa hivi kinaisha, na sisi tunawaambia kweli kwamba ligi ndio inaanza. Yaani kama ligi ndio inaanza. Kakupita pointi ngapi? Kila mtu acheze michezo yake. Sawa. Akati ananihesabu amenizidi pointi ngapi, ajehesabu pia amenizidi michezo mingapi. Mimi sipigi kelele. Kila mtu acheze michezo yake, pointi zitaongea mwisho wa ligi inapoisha, tunapojua bingwa ni nani. Au sio? Kila mtu apite njia yake. Yaani msimu hivi tu baba, watalia watu waga.
Kwa nini wale? Nakwambia kweli watalia watu kaka. Lile timu ambayo ilikuwa linaongelewa miaka mitatu kwamba linatengenezwa. Sijui unanielewa kaka? Lile timu lile kubwa la makatili Afrika linaeleweka, Simba baba la baba. Tunaamini Simba ni timu kubwa? Hakuna, timu ndogo sana. Kweli? Na kama ingekuwa timu kubwa nadhani ingechukua ubingwa. Kwa hiyo gani sasa? Ndio mnakimbilia yote kuomba ubingwa. Mwisho wa siku utasikia tu Mangungu Yanga, sio nini, sisi tushazoea. Unaamini kwamba msimu huu unaweza kuchukua ligi? Mapema sana. Kweli? Mapema. Kwa kikosi hichi kweli? Hiki unachokiona mapema sana. Kweli? Akipona nani utachukua ligi? Nakwambia hivi, utakuja tena mara ya pili hapa. Hapa unapatikana mimi. Kweli? Bwana jamaa anakuambia atachukua kivyo vyote vile. Kaka, yani kabla ya huko kwanza. Sawa, mimi sasa hivi sitaki kuingilia kuwazungumzia. Wacheze game zao. Sijui unanielewa Alafu nitapili ninachowapa. Mimi nampa mwaliko kila game ninayocheza mimi aje angalie football. Kila game ninayocheza mimi aje atizame football. Aelewe nini maana ya game za ushindi. Nini maana ya kutaka pointi 3. Nini maana ya kuelewa wale, unajua unatakiwa uwe na package ya wachezaji ambao wanataka ubingwa. Achana na mashabiki. Mashabiki wanataka ubingwa lakini wanabaki hawana wanachokifanya. Sijui unaelewa Ukipata morali ya package ya wachezaji ambao wanataka ubingwa, wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba mimi kila game unaocheza na perform. Sijui unanielewa Na msimu huu tunawaambia ukweli, sio wachezaji peke yao, na viongozi pia wanataka ubingwa. Ni kwa sababu gani? Tumelose kwenye malengo. Malengo yetu leo msimu huu ilikuwa ni kuishia robo finali ya Champions League. Sawa? Sijui unanielewa Kufika kule kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuwa game za mwanzo tulikuwa na package ambayo ilikuwa jitoshelezi, lakini tumefanya marekebisho ya usajili. Sijui unaelewa Tumerudi upande wa pili, tumekuja kuangalia, tumeona kwamba it's okay. Tunarudi kufanya nini? Usajili. Michezo ya ligi. Sawa, ni tunatimiza yale matakwa yanayohitajika. Lakini msimu huu sio kutimiza. Msimu huu Simba tunataka kikombe. Yanga kocha aondoke abaki? Kocha bado abaki sana. Kwa nini abaki? Kocha ni bora, naamini bado. Pamoja na matokeo ambayo unasema sio sare. Hayo hata kwenye mchezo wote au kwenye mashindano ya kisoka, hivyo ni vitu vya kawaida ambavyo vinatokea. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi. Huyu mshabiki wa Simba sasa hivi anapiga kelele, lakini baadaye sasa hivi anasema viongozi wote wanataka ubingwa, lakini utasikia baadaye Mangungu Yanga. Mimi nawajua vizuri. Bwana, msije mkaanza kulalamika Mangungu Yanga. Shida unadhani inatoka wapi? Kaka, Mangungu ana misimu zaidi ya 3-4 yupo ndani ya Simba. Sio unanielewa hilo kaka? Sawa, hakupigiwa kelele misimu 3-4. Kapigiwa kelele msimu. Na alivyopigiwa kelele umeona usajili dirisha dogo? Nijibu wewe kaka, achana na huyu hawezi kunijibu. Mbona usajili wa kawaida sana eti? Usajili wao unatisha? Mimi kwangu kawaida. Kawaida sana. Kama wakina Okero tu. Na ukitaka uamini, ngoja mechi ya pili hiyo ya marudiano hapo kwa unamfunga Simba mapema. Bwana, mechi ya pili anakufunga na unafungika kweli kweli. Maana wale wachezaji unaruka ruka tu. Mimi nataka niwaambie watazamaji. Nikiwa na mtani wangu. Sawa, kiwanja chetu ni hapa Sinza. Sawa, karibia na Sinza Star, kinaitwa Leaders. Fika tuangalie game kwa pamoja, alafu tufanye interview na tuzungumzie vyama vyetu. Kesho tupo pia kwa ajili ya game ya Simba. Na ndugu yangu, ahadi aliyoitoa leo, ahadi aliyoitoa sasa hivi. Sawa, mimi nitakuwa naye bega kwa bega. Uzuri alipo, mimi niko nyumba ya pili. Alipo? Niko nyumba ya pili. Simwachi, nikiamka asubuhi nitamwambia mjomba habari. Nikifika mchana nitamwambia mjomba ameshindaje. Anasema kesho sare na wewe. Ndio namwambia hivi, mimi yalipo yeye ni jirani. Kwa hiyo utafika muda wa mpira nitamfuata. Yaani umeona nilivyokuambia asubuhi kwamba nitamka habari za asubuhi, mchana bwana habari za mchana, itapofika ule muda wa game nitamfuata, namwambia jirani twende ukatazame mpira. Au sio? Alafu baada ya matokeo aniambie yeye anataka nini? Bwana, baada ya matokeo atakwambia wewe unataka kitu gani? Baada ya matokeo. Matokeo mechi gani? Ya kesho anacheza kesho. Kesho. Kesho sisi kwanza naomba nizungumzie mimi kwanza sababu wasipendi nizungumzie timu ya mtu. Sawa sawa. Mimi huyu mwenyewe anajua kama mimi nacheza mechi ngumu. Naona hata maana nikinyanyua ubingwa nanyanyua ubingwa wa kihalali. Naona sio mazonge sio labda nini, naona inajulikana hii. Unadhani leo umefeli wapi mpaka umekosa kupata alama 3? Sijafeli bado. Shida ilikuwa iko wapi? Katika labda ni mabadiliko ya wachezaji tuseme sabu, au ilikuwa ni wachezaji walikuwa hawako katika fitness? Hakuna, wachezaji wote wazuri. Naona ni game huyo. Naona sababu wao nao tunaocheza nao pia ni wachezaji na wanajituma vile vile. Kwa unawaambiaje mashabiki waliojitokeza kuangalia game ya leo?
Tusio na wasiwasi, mwisho wa siku sisi tutakuwa mabingwa tu. Kocha abaki. Kocha abaki. Asiondoke kocha. Asiondoke. Bwana kocha abaki wa Yanga aondoke. Kaka, madhaifu yao na matatizo yao hawa. Sijui naelewa. Wanajikazaga sana wanapotoka kwenye maumivu. Wanajikazaga sana wanapotoka kwenye maumivu. Ila baada ya hapo mlipuko wake majibu yanakuja. Sisi tulidili na mtu mmoja tu, bwana Mangungu hapana, tuelewe usajili. Package hatujielewi. Akafanya package kwa dirisha dogo tu. Angalia vichwa. Anicent Aura. Anaangalia Libasa Gay, mtu baya sana. Muangalie pale Lowemba. Sijui unanielewa kaka? Chama sisi hatuwezi kumzungumzia sana kwa sababu yule ana utawala wake wa milele. Wa milele, sema wa milele. Bwana sema wa milele. Siwezi kusema hivyo. Walileta tamaa wakamchukua, wameshindwa, ndio maana waambiaje? Wa milele. Waambie tu wa milele. Nani huyo? Kratos Chota Chama Triple C. Wa milele. Waambie wa milele. Watu wana vibe kama hivyo. Kwa nini yani huna uchangamfu kabisa wakati unajua game yako leo umecheza? Sare ni vitu vya kawaida tu katika mpira wa miguu. Naona kama wewe una huzuni sana bro. Siwezi kuona huzuni, na mshangao yule mwenzangu mshabiki wa Simba. Sababu mshangaji wakati atakiwa ndio muonyeshe kwamba wewe game unashinda. Huyo Chama anasema wa milele si wa mbinguni. Na shangaa kwa sababu hata juzi hapa kwa anasema huyo mzee sio nini, mara alikuja Yanga pia akaonekana mzee. Lakini ukakupa watu unajua kuna Israeli Patrick Mwenda kule na kuna Shabalala. Watu kanipa bure na wanalipwa hela nyingi. Naona na mchezaji hawezi kukaa kwa milele. Mchezaji anahama anaenda timu tofauti. Hawa wameonekana mzigo hawana, haja kutua kwa wananchi. Naona. Okay, sawa. Bwana tunashukuru sana kupiga story na washikaji zetu katika baa hii pande za Sinza. Tumepiga story Leaders Bar iko maeneo ya Sinza hapa opposite na uwanja Sinza Star upande wa pili hapa. Kwa game ya kesho tutakuwepo pande hizi tukipiga story nao washikaji. Mimi ni Gido Master hapa Bongo Brothers TV na sina la ziada, ni waage bye, tukutane tena katika kesho katika kipindi kinachofuata. Kimbie tu, ana tabia kukimbia. Nani? Bwana una tabia kukimbia. Uwanja wetu ni huu. Yaani wewe uzuri leo umekaribia. Uwanja wetu sisi ni huu. Na nikwambie tu kitu kizuri ambacho inabidi ukijue kwamba hakuna game ambayo inakuwa na mashabiki wengi zaidi ya game ya Simba. Ligi nzima. Kesho utajionea. Kesho utajionea kaka. Au sio? Achana na wale waliovaa sare sije vijola, sije Ramadhani hii inaisha. Kanzu. Watakula kanzu sare.